Bila shaka tunafahamu kile ambacho kinaendelea kuhusiana na Diva dhidi ya Wasafi, sehemu ambako alikuwa akifanya kazi. Sasa Diva amesema kuwa haogopeshwi na chochote, lakini kikubwa alichosisitiza kuwa ni kulipwa mishahara yake anayodai Wasafi, kwa sababu wamemwandikia demand notice ya kumpeleka mahakamani. Kile ambacho amepata kukizungumza Diva ama kukiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram, amezungumza mengi na kusema kuwa yani mlianza na nimemaliza, mmekimbilia mahakamani. Nilijua sana mchongo wenu sababu mlianza kutumia vipindi vyetu wenyewe, mambo yatakuwa pasu kwa pasu. Jana nilikuwa na lawyer wangu, tushajipanga. Sina uoga hata, yani mniburu nikae kimya wapi, tukutane mahakamani. Hela zangu za mshahara mtalipa, na uzuri hii kesi iko wazi sana. Kila kitu kiko wazi, tutaonyeshana. Na itakuwa ni funzo tu, team up against one person ili mshushe brandi yake, kumbe vinauma Mnapenda sana to defame na mje mahakamani na hela zangu za mishahara. If you all think I will stay kimya, kuwa bullied na stili kutokulipwa mishahara kwa muda sana. Watch me, yani nilisema hivi, hii itakuwa bump ride. Mlianza vita ya maneno, mmeshindwa, mnakimbilia mahakamani. Hata huko mtashindwa tu, haki ya mtu haipotei bwana. Yani nilikuwa nawasubiri sana tukutane mahakamani, yani ninyi mchafue brandi na pia reputation za watu, afu mchekee wenyewe mmekuwa nani haswa. Hicho ndicho ambacho amekiandika Diva, na kusema kwamba Wasafi wamempeleka mahakamani, wamwandikia demand notice ya kumpeleka mahakamani, na kwamba yuko tayari kwa ajili ya kile ambacho kitaendelea kati yake yeye pamoja na timu nzima ya Wasafi. Na haya ndio maneno ambayo ampata kuiandika Diva the Boss, aliyekuwa mtangazaji wa Wasafi FM, na kusema kwamba Wasafi wamefanyia hicho, na tusubiri tuone nini ambacho kitaendelea kati ya hawa watu, kati ya Diva pamoja na aliyokuwa bosi wake Wasafi FM. Mimi hapa nisambe, maoni yako ni yapi? Drop comment yako kupitia YouTube channel yetu Cube, na subscribe na bonyeza alama ya kengele na tu follow, unakometisha Kinyamwezi zaidi. Bado tuko hapa kujuza update zote zinazoendelea ndani na nje ya Tanzania.